Karibu sana. Asante sana. Kama ambavyo majina yangu ni Beatrice Sylvester Maheri. Mimi ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma. Nashukuru ndugu mtangazaji kwa ajili ya mada hii ambayo tuko nayo leo. Mada hii tumeileta kwa kusudi kabisa kutokana na changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye jamii, hasa katika halmashauri ya mji wa Newala, ya watu wengi kuwa na visima ambavyo viko wazi, havijafunikwa, wanajenga tu visima. Lakini kwa nini nasema visima? Ninataka nielezee visima ili tuelewe kwanza. Kwa huku Newala tumejikuta, kwa sababu mimi pia nimekuja huku kama mgeni kwa wakati ambapo nilifika mwaka 2012. Lakini nimegundua kwamba visima vinavyohesabika huku visima ni vile ambavyo vinajengwa kwa maana ya matanki ya ardhini ya kuhifadhia maji, ambapo kwetu au maeneo mengine visima hata Masasi baadhi wanachimba. Maanake kisima asili yake ni kuna chemchemi ya maji. Kwa hiyo tafsiri au maana ya kisima kwanza, maanake ni chanzo muhimu cha maji. Ama kwa huku sasa chanzo muhimu cha maji maana yake kuna chemchemi ambao ukichimba utapata nini? Maji. Kwa hiyo ndio unakuta baadaye wanajengea sasa juu na kukamilisha na kufunika. Lakini kwa huku tunajenga wakati mwingine kutokea chini, shimo linachimbwa mpaka juu, lakini hakuna chanzo cha maji. Kwa nini? Kwa sababu Newala iko kwenye sehemu ya miinuko, milima, ambapo ni ngumu kutoboa ule mwamba ambao unaachilia upatikanaji wa maji ambayo ni safi na salama ya chemchem kwa ajili ya matumizi ya shughuli mbalimbali za nyumbani, kilimo na mifugo. Sasa ninapozungumza kwa habari ya visima na usalama wa visima, ndio tunakuja kwamba huku visima ambavyo tunatumia ni vya kuvijenga kutoka chini mpaka juu, ambavyo tunakuwa tunahifadhia maji. Kwa lugha nyingine ya kigeni tunasema underground water reservoir, ama matanki ya ardhini ya kuhifadhia maji, ndio tumepata jina la visima. Ndio. Na hiyo ni kutokana na zile changamoto ambazo zimeonekana katika mji huu wa Newala, hawakuwa na shida ya upatikanaji wa maji, ndipo ikaja hiyo njia au mbinu ya kusaidia watu kupata maji kwa shughuli mbalimbali na matumizi, kwa sababu maji kwanza ni uhai, lakini maji ni muhimu kwa afya. Kwa hiyo ili kupata maji tunatumia kipindi kile cha misimu ya mvua kuweza kuvuna maji kwa kutumia mikingo ambayo tunaiweka kwenye mabati yetu, au wengine wanatumia mikingo ambayo wanaijenga kwa kusakafia ardhini ili kuweza kupata maji kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kuelezea hii mada, hususan kutokana na changamoto ya watu wengi wamekutwa na mauti, watu wengi wamekutwa na matatizo ambayo yamepelekea kudumbukia kwenye vile visima ambavyo nimeelezea maana ya visima kwamba havijafunikwa, viko wazi, mtu kajenga tu kama shimo, alafu kuna maji mule, basi amelitelekeza au ameacha au aliko wazi. Mwisho wa siku watoto wanacheza au mtu ametoka huko amelewa, hajaona, amedumbukia. Basi watu wengi sana tumepata matukio mbalimbali ya watu kupoteza maisha kwa ajili ya visima vya namna hiyo. Kwa hiyo tuko hapa lengo kuielimisha jamii ielewe kwamba hilo ni tatizo na ni kosa pia kisheria. Kwa hiyo ili kuondokana hilo, ijue kwamba kuna umuhimu wa kufunika kisima, si tu kwa ajili ya usalama wa afya na ulinzi wa uhai wa watu, lakini pia kwa ajili ya usalama wa matumizi ya yale maji ambayo yanatumika. Na mimi kama mtaalamu wa afya niko pamoja na mtaalamu mwenzangu atakuja kuelezea hapo mbele. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuweza kuitaka jamii ielewe, na hasa katika kipindi ambacho tunaelekea msimu wa kuvuna na korosho. Maana kipindi hiki ndicho ambacho watu ambao wanafikiria labda kufanya mambo mengine ya binafsi, si waongeze mke, aongeze si vitu gani, basi afikirie pia na kuwa na kisima ambacho kimekuwa bora. Maana tunasema kuna vyoo bora, kuna visima bora, kuna nyumba bora. Manake ufanye maendeleo ambayo yatakupunguzia wewe kupata changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutokutumia maji safi na salama, lakini kwa kupoteza maisha kwa kutokuwa na kisima ambacho ni bora, kimefunikwa, lakini kina mlango, lakini pia kinakuwa kinasafishwa. Kwa hiyo tutaelezea hizo sifa kwa ufupi. Ni hivyo ndugu mtangazaji, na kuwa na kisima ambacho kimefunikwa ama kimeezekwa, na ili kuzuia hatari ya mtu kuingia au kupoteza maisha, lakini pia kuhakikisha kuwe na mlango. Kuna mwingine ameezeka amefunika lakini hajaweka mlango, na yenyewe ni changamoto. Inaweza ikatokea mtu
akaanguka, au mtoto, unajua watoto wana tabia kwenda cheza kuchungulia. Ishatokea mahali kipindi fulani mtoto mmoja alikuwa ameenda kuchungulia kwenye mlango, akasema akaona maji yamejaa. Kwa hiyo akashangaa, naona sura yake mule. Mbona kama yule ananiita? Akataka kuifuata. Alidumbukia kabisa. Alifuata sura yake. Lakini Mungu alisaidia, yule mtoto alipona. Ilikuwa ni Mungu alimkusudia kuishi. Umeona? Kwa hiyo hizo ni changamoto. Kwa hiyo unaweza ukafunika, usiweke mlango, jitahidi. Ezeka na weka mlango. Lakini pia kutumia vifaa safi kwa ajili ya kuchotea maji, kama ndoo safi au madumu kwa ajili ya kuchotea maji ya kisimani, kwa sababu ndoo zikiwa chafu au hazisafishwi zinaota ukungu, unakuta ndoo lingine lina mpaka ule utelezi. Jamani, ni hatari, kwa sababu wengi wana tabia ya kunywa maji alafu hawachemshi. Hiyo ni shida nyingine pia. Kwa hivyo ni muhimu sana. Lakini jambo lingine ambalo nataka kusisitiza hapa ni kuhakikisha visima vyetu tunavisafisha walau mara moja hata kwa mwaka. Yaani ule ukoko wa chini, tunajua visima vile vinakuwa na ukoko, ile matope, uchafu na nini. Kwa sababu maji yanapokuja ya mvua au yale ya ardhini ambao watu wameka mikingo ya chini, yanakuwa na asili ya vumbi yale ya mwanzo. Kwa hiyo vumbi lote linaenda kutulia kule chini. Kwa hiyo ni muhimu sana kusafisha visima kwa ajili ya kuondoa ule uchafu, hasa tunapokaribia kutaka kuvuna maji mengine katika kipindi ambacho kinaenda cha msimu wa mvua. Lakini jambo lingine ambalo nataka kukumbusha jamii au kusisitiza nini wafanye ni kuhakikisha tunapima yale maji au tunatumia tiba ya water guard kwenye maji. Kwa ajili gani? Kwa sababu wengi nimesema huwa wana uvivu wa kuchemsha maji, uvivu wa kutumia hizo water guard. Ni muhimu wanakunywa maji hivyo hivyo, kwa hiyo yale maji yanakuwa na madhara ambayo yanaletea shida. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha wanatumia maji kwa ajili ya kutibu ili waweze kunywa maji salama. Lakini lingine nataka niongezee kwenye issue ya malaria. Visima pia vimekuwa ni sehemu ya kuhifadhia au sehemu ya kuwa ya mazalia ya mbu. Mbu ambao wanaeneza malaria ni mbu ambao wanapenda maji safi. Maji safi, yale maji ambayo yametulia. Tofauti na wale mbu ambao wanapenda maji machafu wanaitwa Culex. Lakini Anopheles wanapenda maji safi. Kwa hiyo hata hapa tukisema tuende tukaangalia visima vitatu kwenye hizo nyumba, tukiangalia ukichota maji unaweza ukashangaa unakuta vile viluilui ambavyo vinaweza kueneza malaria, vikikua vinakuwa mabua, mwisho wa siku vinageuka vinakuwa mbu. Kwa hiyo tujitahidi, ziko dawa za kutibu kuondokana pia na wale wadudu ambao viluilui ambavyo vinaweza kupelekea malaria, ambazo zinawekwa kwenye maji kulingana na ujazo wa maji. Kwa hiyo tujitahidi sana kulinda afya zetu ili kuondokana na hizo changamoto za magonjwa, lakini changamoto za kupoteza maisha. Asante. Mimi ambacho nataka kuambia jamii ikubali kuendana na kasi ya mabadiliko. Tunapozungumza mambo ya mabadiliko ya tabia ni pamoja na kuondokana na tabia za kuona kwamba kila kitu ni mazoea. Tuamke. Kama nishai kuongea na huwa naendelea kuongea kwamba kila kitu ni tabia, usafi ni tabia na uchafu ni tabia. Kwa hiyo uchaguzi ni wako. Unavyoamua kuwa ndio unavyokuwa. Hata ukifikiri kabla hujafanya kitu ndio kitakuwa kile kile unachokifanya. Kwa hiyo kubali kubadilika, kwa sababu tabia mbaya mara nyingi ndio zimeletea 75% ya magonjwa ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kuondokana na tabia mbaya, haya tunaoyatoa elimu si kama tunatoa tu ili yaende bure. Tumeweza kujitoa ikiwa ni sehemu ya kazi, lakini sehemu ya upendo wetu kwako wewe ambao unatusikiliza, kuchukua hatua hasa kuelekea msimu ambao utapata mavuno, utapata mazao, umepata fedha. Hebu wekeza kwenye afya yako kwa kulinda mazingira yanayokuzunguka. Hakikisha unajenga choo bora ambacho kina sifa zote 4, kuta 4, kina sakafu inasafishika, kina shimo ambalo limefunikwa vizuri, lakini kina mlango kwa ajili ya usiri, lakini kiezeko. Lakini sambamba na hilo, hakikisha unatumia maji safi na salama ambayo yametoka kwenye kisima ambacho ni bora, kilichokuwa kimejengwa vizuri lakini kimefunikwa au kimeezekwa chote, kina mlango, na unatumia vyombo au vifaa safi vya kuchotea maji, na uhakikishe kisima chako alau kwa mwaka unakisafisha. Lakini jitahidi kunywa maji yaliyochemshwa ama kutumia dawa ya water guard ama kinga kwa ajili ya kuweza kusafisha maji au kutibu maji ili kuweza kuondokana na magonjwa ambayo yatakupelekea wewe kupoteza nguvu kazi na kupoteza uchumi wako.